Jivia. Ndumba nanga. Ayoko kombo lango ya zambe. Lolayo papa. Narigi na mbona na piso. Rupia, nimekuchagua wewe kuwa mfasi wangu na nataka unitumikie na utafanya kila jambo utakalolihitaji mimi ulifanye. Nimeyapokea. Nitakutumikia mpaka mwisho wa uhai wangu. Ndio, vizuri Rupia. Najua tutakwenda pamoja. Nina maswali mawili tu ambayo nahitaji kukuuliza. Mume wangu ameondoka na mamako. Kuna kitu gani kinachoendelea? Mimi nadhani ni kwa ajili ya kumwelekeza kijiji chetu kilipo. Kwa sababu sisi huku ni wageni na hatupajui kabisa. Mume wako atakuwa anapafahamu vizuri. Na kingine nataka kufahamu. Mmesema mnatoka kijijini. Ni kijiji gani hicho ambacho kina umbali huo? Ni kijiji gani hicho? Maana nahitaji kukijua. Mimi mwenyewe sifahamu. Maana ningekuwa nafahamu, ningeshaondoka na mama yangu. Itakuwa mama amemwomba mume wako amuelekeze hicho kijiji kilipo. Kwa sababu kuna ugumu mkubwa sana. Maana hicho kijiji sio cha kawaida. Nimekuelewa. Muda ule nimekuona ukichimba dawa ya mzizi ya mpera. Lakini sikukuona umeshikilia mkononi. Je, ulikuwa ukifanya nini? Ni sawa nilikuwa nachimba dawa lakini nilikuwa bado sijafika kwenye mzizi. Si unajua kale kama mti bado kadogo. Sawa, nitajua ukweli. Maana nimeanza kuwa na mashaka na wewe. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga yako na yakaharibu. Umepajuaje hapa? Nimejaribu kuweza kuulizia katika mitaa, lakini maelekezo yako ndo yamefanya niweze kufika maeneo haya. Na pia baada ya kuweza kuulizia, ndipo nikajuzwa kwamba unaishi hapa. Una shida gani labda niweze kusaidia? Unajua nimekaa mtaani, siko sawa kidogo. Ni mtu ambaye nina mawazo, kwa hiyo nilikuwa nahitaji kuweza kuwa na mtu ambaye tunaweza tukafarijiana, labda kwa maneno, kwa ushauri, kwa mawazo. Kwa hiyo nikaona kutokana na jinsi ulivyonikuta kwenye ile hali pale, basi sio mbaya kama nikaweza kufika kwako na tukaweza kuwa pamoja. Jambo njema. Ila mimi nina kazi huko ndani. Na sihitaji kuwa na mtu yoyote. Unaweza kwenda. Lakini mimi sijaja kwa maana mbaya. Au nafikiria kuhusiana na mahusiano? Hapana. Usiwe na mawazo hayo.
ila mimi nina kazi huko ndani na sihitaji kuwa na mtu yoyote. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Lakini nafurahi kuweza kufahamu kwako. Kwa hiyo labda siku nyingine kama itapatikana nafasi, basi naweza nikaja tukawa pamoja pia. Hamna shida, unaweza kwenda. Kuna siri nimekuwa nikiwaficha kwa muda mrefu sana, tukiwa mkiwa wadogo. Ni siri gani hiyo mtawala wangu? Kipindi cha nyuma niliwahi kuokota watoto wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Watoto hao niliwalea hadi wakakua, nikawafundisha kila kitu nilichopaswa kuwafundisha. Ninayo furaha kuwaona sasa wamekuwa. Mbona nashindwa kukuelewa? Hao watoto ni kina nani na wako wapi? Watoto hao ni Ofini pamoja na wewe Sima. Kwa unataka kumaanisha Ofini na mimi ni ndugu? Na kwa nini umetuficha muda mrefu sana? Kila jambo lina wakati wake. Hivyo nilikuwa nasubiria wakati sahihi wa kuweza kuambia ni hili. Na huo ndio ukweli. Jambo la muhimu. Haijalishi kaka yako Ofini hayupo, amekaidi. Lakini nakuamini sana wewe. Lakini nakuomba uweze kuwa naye karibu. Kila hatua yake uwe nyuma yake. Uweze kumrinda. Kwa sababu huyo ndio ndugu yako pekee. Kwa wakati wote ambao sitokuwepo na wote ambao nitakuwepo, wewe ndio uwe mkono wake wa ushujaa. Tumebakiwa na muda mchache sana ili kufikia muda ambao tumepanga kumpatia nguvu huyo. Itakapofika saa 8 kamili, basi tuweze kulifanya jambo kwa ufasaha kwa ajili ya kumpatia nguvu. Kikwape kitamba ni afute machafu, moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu. Eti 0 ni namba japokuwa haina gamana. Wifi yangu, wewe unafikiria asubuhi yote hii unaweza ukawapata kweli? Wifi, mimi ngoja niende nikawatafute. Kwa sababu hata tukisema tukae hapa ndani bado haisaidii wifi yangu. Tunakaaje ndani ikiwa watoto hatujui wako wapi? Hatujui watoto wako sehemu salama au la. Tutaendelea kukaa mpaka lini? Ni bora tutoke tukawatafute japokuwa hatujui walipo. Lakini wifi yangu, kuwatafuta watoto mimi sijakataa. Haina maana kwamba sina uchungu, hapana. Nina uchungu pia. Ni heli tungekuwa tunajua nyumba ile pale kuna watoto. Tunajua ni wapi tunaanzia, ni wapi tunaingia ili tuwapate watoto. Lakini wewe unataka tuhangaike tu juani, tuhangaike. Iko sawa kweli wifi? Si tunaonekana machizi tu. Wifi, ni bora tuonekane machizi kuliko kuendelea kukaa hapa ndani. Mimi nina uchungu na watoto wangu. Lati ni mwanangu, hata Samia pia ni mtoto wa kakangu, ni mwanangu pia, ni damu yangu.
Naendeleaje kukaa hapa ikiwa sijui watoto wangu wako wapi? Sijui wako sehemu salama au la. Mimi hivi niache niende nikawatafute. Kama nitawapata sawa, nikikosa sawa. Lakini sitakuwa na furaha kuendelea kukaa hapa ndani ikiwa sijui watoto wako wapi. Mimi ngoja niende hivi. Basi sawa. Wewe nenda tu. Si unajua tena na umri wangu nilivyo kibonge. Sitoweza kutoboa. Sitoweza kuzunguka juani. Nitaumwa mapresha bure nianze kudondoka. Sawa wifi. Wewe endelea kuendekeza wewe mwili wako. Ila mimi ngoja niende nikawatafute. Yeah. Mtawala! 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 Vipi? Mtu mwenyewe sijamkuta. Alafu naona kibanda ni cha kwangu, nilikuwa nimemwachia au ananiuziauzia lakini sijamkuta. Basi sawa, twende nyumbani. Ila samani, kuna kitu nataka nikuulize. Ila naomba usinichoke kwa maswali yangu. Tuliweza kupiga story, ukanielekeza kuhusiana na mamako anahitaji damu. Je, damu hiyo alikuwa anahitaji kuifanyia kitu gani? Mama ana matatizo ya kupungukiwa na damu. Kule kijijini kwetu mama alikuwa anatumia makalikade. Sasa huku mjini hakuna. Ndio maana siku ile nilikwambia kwamba mamangu ana shida na damu. Sawa, nimeshakuelewa. Lakini jua, hakuna kinachojificha katika hii dunia. Dada, usiwe na wasiwasi. Mimi siwezi kuficha kitu chochote kile.
Na hata kama kuna kitu cha kukuficha, na kuficha ili iweje? Usiwe na wasiwasi. Maana yangu ni ndogo tu, lakini mimi nashindwa kuelewa wewe na mama yako. Kama kuna kitu mnanificha, lakini nikija kujua tutaonana wabaya. Sawa, twende nyumbani. Wewe ndo malkia wangu na mimi ndo mfalme. Ofini, samani, nina mazungumzo na wewe. Ok, parlez. Quel langage avec moi? Kuna taarifa nzito imetokea kwa mkuu ambao nahitaji tuongee mimi na wewe. Ofini, usimsikilize mwanamke. Mwanamke uongo. Usimsikilize. Anatafuta mbinu ya kuteka akuumize. Unanena tena malomo. Ofini, ndagala kagenene. Ngoja nimsikilize kwanza. Anaweza kuwa na jambo la muhimu sana. Hapana. Huyu mwanamke ni muongo. Hivi hakumbuki wakati ule alivyoondoka? Mimi nakuhurumia wewe. Usije ukaingia kwenye matatizo. Unaona ninachokiongea sio sahihi. Basi kamsikilize. Hapana. Usinifikirie vibaya. Ana uwezo wa kunizuru. Lakini malkia wangu. Na kusikiliza. Kuna shida gani? Ofini, tumepata shida. Mkuu amekufa. Ilemo? Ndiyo. Na kuna ujumbe ameweza kuniachia. Na ujumbe huo unahusiana kati yangu mimi na wewe. Ni afadhali kama amekufa, kwa sababu nimeamua kuishi maisha yangu na kipenzi changu Nachi. Sawa, lakini mimi sina pa kwenda, na mtu pekee wa karibu ni wewe hapo uliyebakia. Naomba usiniache. Ofini, naomba nijue mwanamke kakwambia nini? Hapana, kuna taarifa mbaya imeweza kutokea na nahitaji msaada wetu. Mkuu amefariki. Zindu baba oh, zindu baba oh.